Naam, mtazamaji, kuna ripoti mbaya kuhusu serikali ya mpito Tanzania ambayo imetumwa sasa hivi kwa Samia Suluhu Hassan na jeshi la JWTZ. Ripoti hizi za kutatanisha zinatoa madai ya uandaaji wa serikali ya mpito nchini Tanzania, ambapo madai haya yanasambazwa na waandaaji wa maandamano ya tarehe 9 Disemba, ambapo Maria Sarungi ndiye aliyechangia zaidi na kuchapisha ripoti hizo sasa hivi kupitia mitandao yake ya kijamii. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Joto la kisiasa nchini Tanzania leo limefikia kiwango kipya na cha kushangaza na kushtua, huku msururu wa matamko ya kuogofya kwa umma, ripoti zinazosambaa mtandaoni na kuhusishwa na mwanaharakati Maria Sarungi ambaye ni mojawapo wa waandaaji wa maandamano ya tarehe 9 Disemba ukiendelea kupata mvuto katika majukwaa ya kidijitali leo. Ripoti hizi za Maria Sarungi zilizosambazwa sana kwenye mtandao wa kijamii leo zinaonyesha msimamo wa kijasiri na usio na kifani kutoka kwa vikundi vinavyojitambulisha kama wananchi wa Tanzania ambao wameandaa maandamano ya tarehe 9 Disemba wakidai kuwa hakukuwa na uchaguzi nchini Tanzania tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, hivyo hadi sasa kuna utawala Tanzania. Hata hivyo, kuenea kwa kasi kwa kauli hizi zilizosambazwa na Maria Sarungi leo kulikochangiwa pakubwa na uwepo wake mtandaoni kumeibua mjadala mkali ndani na nje ya nchi. Kwa mujibu wa taarifa hizo zinazosambazwa mtandaoni na Maria Sarungi, kundi hilo la wananchi wanaopanga kuandamana linasisitiza kwa ibara ya 8 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatamka kuwa mamlaka ya kujitawala ni ya wananchi na kwamba serikali inapata mamlaka yake kutoka kwa wananchi hao. Ujumbe huo unaorudiwa katika njia mbalimbali za kidijitali umekuwa kichocheo cha wanaharakati wanaohoji uhalali wa mamlaka ya serikali kufuatia matokeo ya Oktoba 29 yaliyozozaniwa. Mtazamaji, ni kukumbushe tena haya si matamshi yangu. Kama unavyotazama kwenye skrini yako, hilo ni chapisho la Maria Sarungi ambalo ninakufafanulia sasa hivi. Kusambazwa kwa taarifa hizi na Maria Sarungi kumezidisha mijadala ya umma, huku wafuasi na wakosoaji wakijibu vikali kuhusiana na serikali ya mpito aliyoitaja Maria Sarungi. Kuhusu serikali hiyo ya mpito ambayo inazungumziwa sasa na mwanaharakati huyo, matamko hayo ambayo yanaendelea kuvuma mitandaoni kutokana na kusambazwa kwa kasi na Maria Sarungi yanaeleza kuwa, nikinukuu, sisi wananchi wa Tanzania tumeazimia kurudisha mamlaka ya kiutawala mikononi mwetu kwa kutumia katiba yetu. Hivyo ndivyo alivyonukuu Maria Sarungi. Nyaraka ama barua hizo zinaeleza kile kinachoonekana kuwa njia inayopendekezwa kwa wananchi kurejesha udhibiti wa utawala wa nchi kupitia njia za kikatiba na kisheria. Dai hili la Maria Sarungi alilolisambaza, linalojadiliwa na kushirikiwa sana, linazua maswali muhimu kuhusu utawala, udhibiti na mipaka ya wanaharakati wa kiraia nchini Tanzania. Moja ya vipengele vya kuvutia zaidi vya ripoti hizo ambazo ameweza kuzisambaza Maria Sarungi ni kwamba katiba ni pendekezo la kuanzisha serikali ya mpito ambayo sasa anaihimiza. Nyaraka hizo zinasisitiza kuwa viongozi hao wa mpito watazuiwa kabisa kutafuta wadhifa wowote wa kisiasa au kuteuliwa baada ya kukamilisha majukumu yao katika serikali hiyo ya mpito. Kifungu hiki ambacho amekiandika kimezua mjadala miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya sheria, ambao wengi wao wanahoji kuwa kifungu kama hicho hakijawahi kutokea katika historia ya siasa za Kitanzania. Maazimio hayo ambayo yamechapishwa na mwanaharakati huyo yanaeleza zaidi kuwa mchakato wa nchi nzima wa kuunda utawala wa mpito au serikali ya mpito utaanza kupitia mkutano mkuu wa kitaifa wa haki, uhuru, usawa, uwajibikaji na ukweli kwa Tanzania mpya. Mkutano uliopendekezwa na Maria Sarungi katika chapisho lake unaonekana kuzingatiwa kama mkutano wa kiraia unaolenga kufafanua tena mustakabali wa kisiasa wa nchi. Ukweli kwamba maelezo haya yamesambazwa sana mtandaoni imevuta hisia za mashirika ya usalama, wachambuzi wa masuala ya kisiasa na makundi ya kutetea haki za kibinadamu na kiraia. Sehemu nyingine ya ripoti hiyo ya Maria Sarungi inasisitiza jukumu la uangalizi wa kimataifa. Inasema kuwa kamati maalum ya ushauri itaundwa itakayojumuisha wawakilishi kutoka Jumuiya ya Madola, SADC ama SADC, na Umoja wa Afrika, wakiwemo marais wastaafu pamoja na wataalamu wa masuala ya utawala. Kamati kama hiyo, kulingana na hati, ingesaidia kuhakikisha uadilifu na uwajibikaji wa mamlaka ya mpito ama serikali ya mpito inayopendekezwa.
Wachambuzi wanaona kuwa wazo hili linafanana na mifano inayotumika katika mataifa yanayokumbwa na mzozo mkubwa wa kisiasa, ingawa hakuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusiana na uwezekano wake wa kuwa na serikali ya mpito nchini Tanzania. Sehemu yenye matukio ya juu zaidi ya ripoti inatangaza kwamba sisi wananchi wa Tanzania tunatangaza rasmi maandamano ya amani yasiyo na kikomo katika maeneo yote ya Tanganyika kuanzia tarehe 9 Disemba mwaka 2025. Haya ni maneno aliyoweza kuyaandika Maria Sarungi katika chapisho hilo. Wito wa maandamano ya wazi kupitia wanaharakati hawa ambao wanayachochea ya nchi nzima Tanzania umeongeza uharaka katika ufuatiliaji wa serikali wa hali hiyo, haswa kwa sababu arifa hizo zimeenea kwa njia ya mtandaoni ya Maria Sarungi na kuzifanya kupatikana kwa mamilioni ndani ya masaa machache. Katika matamko hayo waandishi wanadai kuwa mauaji na ukiukwaji wa Oktoba 29 yanahusu eneo lote la Tanganyika na kuzitaka mamlaka za sasa kutoongeza vurugu. Ujumbe huo unaonekana kulenga kusisitiza umoja wa kitaifa, huku ukieleza kwa uwazi kuwa Zanzibari ni jirani mwema tusiyependa kugombana naye, kulingana na chapisho hilo la kutatanisha la Maria Sarungi. Jaribio hili la kuleta tofauti ya kijiografia na mwanaharakati huyo la kisiasa kati ya Tanganyika na Zanzibari limekuwa gumzo nyeti, hasa katika duru za kisiasa mitandaoni. Nyaraka hizo za Maria Sarungi pia zinapinga kwa nguvu kile zinachoeleza kuwa utawala wa kidikteta, zikisema kwamba ni kinukuu, kwa sauti moja sisi wananchi wa Tanzania tunakata utawala huu dhalimu wa kisultani na utawala wote usioheshimu misingi ya katiba na kidemokrasia. Hayo ni matamshi aliyoweza kuyaandika Maria Sarungi na wala si maneno yangu. Kanusho hili la moja kwa moja ambalo limezua mjadala mkali mtandaoni baada ya kuchapishwa na Maria Sarungi linasisitiza zaidi kwamba lazima iwe marufuku kabisa kwa kikundi chochote kupora mamlaka ya Watanzania. Wachambuzi wengi wanaonya kuwa lugha kama hiyo ya Maria Sarungi huenda ikaibua majibu makali ya serikali. Maoni ya ripoti hizi zilizochapishwa na Maria Sarungi zinachochewa mara kwa mara na uwepo kama huu wa Maria Sarungi kama mwanaharakati mkali mtandaoni pia zimekuwa tofauti. Wafuasi wanahoji kwamba wanaashiria hitaji la wengi la uwajibikaji na uzingatiaji wa katiba, haswa kufuata mabishano yanayozunguka madai ya uchaguzi wa Oktoba 29. Wakosoaji hata hivyo wanaonya kwamba matamko hayo ya Maria Sarungi aliyoyachapisha yana hatari ya kuzidisha mivutano na kuyumbisha taifa ikiwa hayatashughulikiwa kwa uangalifu na kwa njia halali kupitia serikali. Wataalamu wa sheria ambao wamepitia nyaraka hizo zilizosambazwa na Maria Sarungi zinazosambazwa wanasisitiza kuwa jaribio lolote la kuunda serikali mbadala au serikali ya mpito nje ya muundo wa kikatiba litakabiliwa na vikwazo vikubwa vya kisheria. Wanatahadharisha kuwa katiba inatoa mbinu mahususi za kushughulikia mizozo ya uchaguzi, migogoro ya utawala na mpito wa mamlaka, taratibu ambazo zijumuishi uundaji wa hiari wa mamlaka ya mpito inayoongozwa na raia. Wakati huo mashirika ya kiraia yanahimiza utulivu, huku mivutano ikiongezeka, yakitaka mazungumzo, uwazi na kuzingatia utawala wa sheria.